Ndugu zangu waandishi wa habari, Mamlaka ya Bandari Tanzania kama wote mnavyojua na kama ambavyo nilisema, uamuzi makini uliofanywa na Mheshimiwa Rais, iliingia mkataba wa upangishaji na uendeshaji wa bandari. Na naomba nipigie mstari hili. Tuliingia mkataba wa upangishaji na uendeshaji. Manake wako baadhi ya watu wanapotosha kabisa, wanaenda kusema bandari ya Dar es Salaam imeuzwa. Hii bandari nilipo mimi hapa haijauzwa. Iko chini ya serikali na Mamlaka ya Bandari Tanzania iko hapa. Mkurugenzi Abedi, hebu njoo waje wakuone hapa. Huyu ni mkurugenzi wa bandari ya Dar es Salaam. Mkurugenzi mkuu wa Mamlaka ya Usimamizi wa Bandari ndugu Plasdus Mbosa hayuko hapa, yuko kwenye majukumu mengine. Huyu ni mkurugenzi wa bandari ya Dar es Salaam, yuko hapa. Bandari haijauzwa. Bandari ni mali ya serikali. Hawa DP World na Adan tumewapangisha, rudi kakae. Tumewapangisha, na hapa kwenye mkutano huu nitawaambia tunafanya nini katika upangishaji wa bandari ya Dar es Salaam. Bandari hii ni bandari ambayo tumeamua tuijenge katika misingi ya kukidhi mahitaji ya Tanzania na ya kikanda, na pia iweze kuhimili ushindani uliopo katika ukanda huu wa Mashariki kwa watu ambao wanaleta mizigo kutoka maeneo mbalimbali duniani. Na kwa taarifa yenu tu, pamoja na mizigo ambayo inakuja kwa ajili ya Tanzania, lakini pia tunahudumia nchi zetu majirani. Kwa mfano, katika mwaka 2024-2025 bandari zetu za Tanzania zikiongozwa kwa zaidi ya 90% na bandari ya Dar es Salaam zimehudumia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo shehena ya tani 5,995,295. Tumehudumia Zambia shehena ya tani 3,510,706. Tumehudumia Burundi shehena ya tani 425,774. Tumehudumia Rwanda mzigo wa tani 1,724,370. Tumehudumia Malawi mzigo wa tani 675,000. Tumehudumia Uganda mzigo wa tani 185,625. Tumehudumia Zimbabwe mzigo wa tani 61,306 na shehena nyingine kutoka maeneo mbalimbali tumeendelea kuhudumia hivyo. Na ndio maana ukiangalia baadhi ya nchi hapa, kwa mfano Zambia ambayo tumeihudumia kwa tani 3,510,706, tumeamua hata katika bandari yetu kavu ya Kwala tuwape eneo kabisa ili mizigo yao wao wanaweza kuitunza vizuri. Ikitoka hapa bandarini kwa kutumia SGR tunapeleka pale, wanachukua mizigo yao kutokea pale kwenda Zambia ili tupunguze msongamano wa mzigo katika bandari ya Dar es Salaam. Serikali bado inaendelea kufanya uwekezaji katika eneo hili ili tuendelee kupata mafanikio makubwa zaidi. Moja ya kazi kubwa tunazoendelea kuzifanya ni ujenzi wa gati na matenki ya kuhifadhia mafuta. Huu mradi unahusisha ujenzi wa gati na matenki 15 yenye uwezo wa kupokea na kuhifadhi mafuta hadi tani 378,000 kwa wakati mmoja. Mkandarasi ameshaanza ujenzi wa matanki pamoja na miundombinu yake, na hadi sasa utekelezaji wa mradi huu umefika 35%. Kwa hiyo kazi hii inaendelea, na tukifika hapo tutakuwa na uwezo wa kuhifadhi mafuta mengi kutoka kwenye bandari yetu ya Dar es Salaam. Mradi huu utaongeza ufanisi wa bandari na kuhudumia meli za mafuta na kupunguza gharama, lakini pia kurahisisha shughuli za upakuaji katika meli za mafuta. Tunao mradi mwingine katika bandari hii, nao ni mradi wa uboreshaji wa gati la Malindi. Mradi huu unahusisha usanifu na ujenzi wa gati lenye urefu wa mita 500. Tunataka tuanze kupokea meli ndefu zaidi ya hizo za mita 305. Kwa hiyo tumeanza ujenzi wa gati hii. Mkandarasi ameshaanza utekelezaji wa mradi huu, hadi sasa amefikia 8% na utekelezaji unaendelea. Ukikamilika utawezesha meli zenye uzito wa jumla ya tani 50,000 na kwenda mbele kupokelewa kwa wakati mmoja na kuhudumiwa. Tutakuwa tunaweza kupokea meli 2 kwa wakati mmoja. Sasa hivi tunapokea moja, lakini wakati huo sasa tutakuwa tunaweza kupokea meli 2 kwa wakati mmoja na zikahudumiwa. Tunao mradi mwingine, nao ni mradi wa uboreshaji wa gati namba 8 mpaka namba 11 na ujenzi wa gati namba 12 hadi namba 15. Mradi wa uboreshaji wa gati hizi upo katika hatua ya manunuzi ya mkandarasi. Upembuzi yakinifu wa mradi wa ujenzi wa gati namba 12 mpaka namba 15 nao umeshakamilika katika hatua awamu ya kwanza. Kwa sasa TPA inatafuta wabia kwa ajili ya utekelezaji wa mradi huu.
Miradi hii ikikamilika itaongeza ufanisi katika kuhudumia shehena ya makasha katika bandari ya Dar es Salaam. Kutokana na kodi ya forodha, zamani hapa tulikuwa tunakusanya kutokana na kodi ya forodha mwaka 2000 huko 2020 huko nyuma tulikuwa tunakusanya kama shilingi trilioni 7 kwa mwaka. Baada ya uwekezaji tuliongeza kidogo, mwaka jana tukafikia kama shilingi trilioni 10.55, lakini mwaka jana tumevunja rekodi, tumefika shilingi trilioni 12.33. Hayo ni mapato yanayotokana na forodha. Ndugu zangu, niliwahi kusema na naomba kurudia, bandari ni biashara. Bandari sio uzalendo tu, ni uzalendo pale inapokuwa inatulipa, lakini uendeshaji wa bandari ni namba. Unapata nini kutokana na bandari yako? Ndicho kitu muhimu, na tunataka kuangalia faida, kwa sababu mapato yanayotokana na bandari, ambayo ndio lango letu kuu la uchumi kwa hapa Tanzania, ndiyo yanatusaidia kuendesha serikali, kuhudumia wananchi. Hapa ndipo tunapata fedha za kujenga barabara, kuwapatia Watanzania maji, kununua dawa, kuwasambazia umeme. Sasa tunakwenda vitongojini na huduma nyingine mbalimbali, kutoa huduma za elimu, afya katika maeneo mbalimbali nchini kwetu. Kwa hiyo ni lazima tuwe na mwelekeo wa kuiangalia bandari kimkakati. Niliwaambia mapato yanayotokana na forodha kutoka bandari ya Dar es Salaam yamefikia zaidi ya shilingi trilioni 12.3. Mapato haya yameongezeka kutoka shilingi trilioni 7. Ongezeko hili limetokana na uwekezaji mkubwa tuliofanya bandarini. Lakini uwekezaji mkubwa tuliofanya bandarini umeongeza biashara katika nchi yetu, na sasa mapato ya TRA katika nchi nzima yameongezeka. Naomba kuchukua nafasi hii kuwapongeza TPA na TRA. Wamekuwa midfield wa uchumi wa Tanzania wazuri sana, kwa sababu wao wakiteteleka uchumi wetu utateteleka. Matarajio yetu katika mwaka 2025-26 ni kukusanya mapato ya serikali yanayozidi lengo lililowekwa la kukusanya shilingi trilioni 36.06, ambapo hadi sasa tukiwa nusu ya safari ya mwaka wa fedha wa 2025-2026 tumesha kusanya shilingi trilioni 18.77, sawa na ufanisi wa asilimia 103.7. Uhudumiaji wa shehena na meli ambao umefanyika katika bandari yetu katika kipindi cha mwaka jana, mwaka 2024-2025 na nusu muhula ya mwaka huu 2025-2026. Uwekezaji huu uliofanywa na DP World na TEAGTL wale Adan mpaka sasa umeleta mafanikio yafuatayo. Bandari yetu ya Dar es Salaam imefanya ongezeko la shehena ambayo inahudumiwa katika bandari hii kufikia tani milioni 27.7 katika mwaka wa fedha wa 2024-2025, na hii ni sawa na ongezeko la asilimia 17 ikilinganishwa na mwaka wa nyuma yake tu, mwaka 2023-2024 ambapo bandari ilihudumia tani 23.69. Manake ni kwamba tunaendelea kuongeza uwezo kadiri muda unavyokwenda, na Watanzania msisahau hii yote imeongezeka kutoka huko tulikotoka kabla. Mwaka 2020-2021 tulikuwa kwenye tani chini ya milioni 20 kwa mwaka, lakini sasa tunafika tani milioni 27. Lakini mapinduzi makubwa tunaenda kuyafanya katika mwaka huu. Tunatarajia kufika zaidi ya tani milioni 32 katika mwaka 2025-26. Tunafanya hivi kwa sababu tayari tumeshaanza kuona dalili katika nusu ya kwanza ya Julai Disemba 2025. Mzigo uliohudumiwa na bandari yetu ya Dar es Salaam umefikia tani milioni 16.7 ambazo ni ongezeko la asilimia 30 ikilinganishwa na mwaka kama huo, muda kama huo mwaka jana, ambapo tulikuwa tumeingiza tani milioni 12, tumehudumia tani milioni 12.8. Kwa hiyo mtaona jinsi ongezeko linavyokwenda kadiri wadau wetu wanavyozidi kuongeza uwekezaji, na sisi pia tunaongeza uwezo wa bandari kuhudumia mzigo.